Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Mei 11 mwaka 2025. Mwinue Yesu juu. Na kabla hatujalianza somo letu asubuhi ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu keti mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako za pekee katika maisha yetu. Asante kwa upendo, asante kwa kujibu maombi yetu, asante kwa namna ambavyo umetembea nasi katika kila hatua. Jina lako litukuzwe sana. Kila mmoja wetu asubuhi ya leo amekuja na mahitaji yake mbalimbali. Anapokusihi Mungu wetu, ukamtendee sasa na mapenzi yako. Tunapoenda kujifunza neno lako asubuhi ya leo, enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kutii sheria ya Mungu. Imejengeka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 aya 7 na 8. Neno la Mungu linasema, kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumwitapo? Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama Torati hii yote ninayoiweka mbele yenu leo? Kuhusiana na amri zake, Mungu anatangaza kwa watu wake kupitia kwa Musa, zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa. Maagizo ya thamani ambayo Bwana aliwapa watu wake kutoka mlima Sinai yalichukuliwa katika kutanga kwao kote jangwani, na yalirudiwa na wao popote pale walipopiga kambi. Mungu alikusudia kwamba watoe kwa mataifa yanayowazunguka picha yake na ya sheria yake, kwa maneno watakayosema na katika njia nyinginezo tofauti. Mara nyingi walipokutana na watu wasiomjua Mungu, waliminua kiongozi wao kuwa ni Mungu mkuu na mtakatifu, ambaye wote wanapaswa kumwadhimisha na kumheshimu na kumwabudu daima. Mataifa yaliyowazunguka yalipaswa kufahamu kanuni tukufu za sheria zilizotolewa na Mungu, ambazo viongozi walikuwa wakiwafundisha watu kuzishika. Kisha, badala ya kuwakosoa watu waliofunzwa hivyo, wangeuchukulia ushikaji wa sheria hizi kuwa ni uthibitisho kwamba hawa walikuwa watu waliobarikiwa kwa njia ya pekee miongoni mwa mataifa. Onesho lingine lisilo kifani kwa mataifa yaliyowazunguka lilikuwa ni utaratibu mkamilifu uliofuatwa katika kambi ya wana wa Israeli. Waliweza kuliona lile wingu likielea juu ya mahali ambapo hema takatifu ingewekwa. Waliwaona makuhani na watendaji wengine walioteuliwa rasmi wakiendelea na kazi yao ya pekee, kila mmoja akifanya sehemu aliyopewa katika kazi ya kuandaa kambi kwa ajili ya usiku huo. Hakuna mtu aliyefanya kitu ambacho mtu mwingine alipaswa kukifanya. Yeyote aliyejaribu kufanya kazi ya mtu mwingine angekabiliwa na adhabu ya kifo. Kila mtu alifanya kazi yake maalum. Katika kuisimika hema takatifu, kila kitu kiliwekwa mahali pake, na nyumba ya Bwana ilisimamishwa kwa usahihi mzuri. Hakuna neno lililosemwa wala agizo lililotolewa isipokuwa na yule anayesimamia. Hakuna aliyetatizwa. Kila kitu kiliwekwa pamoja sawasawa na mfano alioonyeshwa Musa mlimani. Kila kitu kilichohusiana na uwekaji kambi kilikuwa ni somo kielelezo kwa watoto, kikiwafundisha katika mafunzo ya usahihi na uangalifu na utaratibu. Watoto ambao walikuwa wakubwa walitakiwa kujifunza namna ya usimamishaji wa mahema mahali walipoishi na kuzingatia utaratibu kamili katika yote walioyafanya. Daima walikuwa wakipata elimu,
kuhusu mambo ya mbinguni. Wazazi walikuwa wakiendelea kila siku kuwaeleza watoto wao kwa nini wana wa Israeli walikuwa wakisafiri nyikani, kwa nini sheria ilitolewa pale Sinai na kile walichotarajia kufanya, na kuwa watakapofika nchi ya ahadi. Manuskripti ya 152 mwaka 1901. Hii ni Mei 11 ya mwaka wa 2025. Tunapojifunza mada isemayo kutii sheria ya Mungu. Mungu atubariki sote na nikualike tena katika mfululizo wa masomo haya.